Karibu tena mpenzi mtazamaji, na leo hii tunaangazia masuala ambayo yametokea usiku usiku wa kuamkia leo, kwamba Ndindi Nyoro aliweza kushikwa. Ingawaje ni mambo mengi yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini tunaye mtumishi wa Mungu ambaye anajihusisha kwa mara nyingi kupeana ushauri kulingana na siasa za Kenya. Hebu tumkaribishe Bishop Israel atuambie kipi kinaendelea. Na washukuru sana kwa nafasi hii nyingine ambayo pia imenipa niweze pia kuongea na kupeana mwongozo wa kiroho katika nchi hii ya Kenya. Na kwa kweli tunajua kwamba ni msingi wa nchi ya Kenya hii, msingi wake ulikuwa neno la Mungu na ukawa ni kisiwa cha neno la Mungu. Lakini unakuta kwamba nao mambo yanavyoenda si vile ambavyo Mungu alivyopanga. Yanavyoenda ni wanadamu wamejipangia. Wameondoa ule msingi wa Mungu na wameweka misingi yao wenyewe. Na unapoweka msingi wako mwenyewe, elewa kwamba wewe uhusiano wako na Mungu unatoweka kabisa na unakuwa adui ya Mungu. So kinachoendelea katika Kenya saa hizi ni machukizo na ni machukizo. Kuna habari leo ambayo nayo nataka kuongelea sana kuhusu hili jambo linalotampaka kwenye mitandao kwamba ati Ndindi Nyoro ameshikwa. Kuna kitu ambacho nataka labda niwafungue macho kwamba saa hizi kuna kitu ambacho kinafanywa. Serikali inajaribu kutest kila hali ya anga ya siasa katika sehemu yoyote. Unaona kwamba jambo la kwanza walijaribu kutest hali ya anga ya Western, na walipomshika na tembea na mnaona kilichofanyika, wakaona kwamba pia watu wa Western wamesimama imara na mtu anaitwa Natembeya. Na baada ya hapo walijaribu mtu anaitwa Rigiji. Kile wanaweza faulu kufanya tu ni labda ni kwenda kupiga watu wa Rigiji ama kupiga watu kanisani. Lakini ukweli ni ya kwamba Rigiji hawezi mweka ndani, kwa sababu wanajua kwamba Rigiji akiwekwa ndani itakuwa ni moto umewaka, na moto wenyewe kuzimwa hapo utazimwa, na utakuta hasara itakayotokea katika nchi ya Kenya ni kubwa, na maafa yanatokea makubwa. So unakuta kwamba nao serikali inajaribu kupima katika kila area kuna uzito namna gani, kwa sababu wanajaribu waone kama wanaweza zima watu kutoka Central Police ama wanaweza zima watu kutoka sehemu gani ambayo serikali inaweza zima. Na kuna mtu anaoitwa Nyoro saizi, kama saizi unapoangalia Rigiji akiwa kama kingpin wa kwa Central Province kwa sasa, kuna watu pia ambao pia ni sauti, ni wasemaji wa kabila la Central Province. Mtu kama Nyoro hawezi wekwa ndani kwa sasa, na kuna jambo tu ambalo tetezi kwamba anaweza ameshikwa, na hata mimi najua kwamba hata akishikwa najua hawezi lala ndani, atashikwa tu labda na achiliwa, kwa sababu nafikiri kwamba moto wa wananchi wanaweza washa moto, kwa sababu najua serikali ya Kenya ina majeshi, serikali ya Kenya ina askari wa kutosha, lakini mimi najua kwamba pia wananchi wana jeshi lao. Wananchi wana jeshi lao, na jeshi la wananchi lina nguvu kushinda majeshi ya Kenya. Na kwa sababu wananchi wakisema, wananchi wanaweza fanya jambo lolote bila kujua ni nini kitakachofanyika, kwa sababu unapopata kama jeshi ikiwepo, pia jeshi iko na mipaka. Jeshi hizi toka tu kambini anze kupiga kila mtu risasi, pia kumewekewa limitation. Hata askari pia hawezi toka tu kwenye kambi waanze kupiga watu risasi. Hivyo pia kuna mambo ambayo unakuta kwamba yataweka mashakani, kwa sababu nao pia unakuta pia Umoja wa Mataifa unakondolea. Lakini kuna jeshi mbaya ambayo inatoka jeshi la wananchi. Jeshi la wananchi likiingia mahali liharibu kila kitu, na sasa utashitaki nani? Na hakuna mtu anaweza kuchukuliwa sheria yoyote. Kwa hivyo mtu anayeitwa Nyoro kwa sasa, kuna watu ambao wanasambaza uvumi kwamba amekamatwa. Nyoro hajakamatwa, Nyoro bado yuko, na kila serikali inajaribu, wale wanaosambaza ni bloggers ambao wako katika upande wa serikali, kupima nguvu za upinzani ziko namna gani, kupima nguvu za Central Province yote ni sehemu gani ambao wanaweza kuinyamazisha, ni nani wanaweza kamata wanyamazishe. Lakini Central Province iko imara, na Ndindi Nyoro kwa sasa bado hajakamatwa. Labda kama kuna swali.
Labda wafikiria kwamba serikali unaposema kwamba inapima hewa kwamba wananchi watareact vipi, ni kumaanisha pia Ndindi Nyoro ana nguvu nyingi siku hizi kupita kiasi kwamba tumemsikia pia akionya serikali dhidi ya kupandisha mambo na mafuta ambao anasema wiki ijayo tunatarajia mafuta itaweza kupanda, na akaonya serikali huenda serikali inampima ndio aweze kutulia. Nafikiri jambo la kwanza, unapotembea na mtu unamuelewa vizuri jinsi alivyo. Nyoro amekuwa kwa serikali ndani, Nyoro amekuwa na Rais Ruto hapa kwa hapa. Nadhani kwamba hakuna siri yoyote asiyojua. Anajua udhaifu wa serikali, anajua udhaifu wa rais, na anajua kila pembe, anajua mahali ambapo anaweza kuguza rais na nchi pia itetemeke. Kwa hivyo Nyoro pia ana nguvu za wananchi, na unajua kwamba jambo la kwanza, wananchi kuna mtu wanapenda, na unakuta kwamba kama umefanya kazi nzuri kwa wananchi wakakupenda, nafikiri sasa hao ndio watetezi wako, hao ndio walinzi wako. Na Nyoro kazi ambayo imefanya katika Central Province, imefanya kazi kubwa sana, na mambo mengi pale unakuta kwamba hata kama ni shule saa hizi, mashule mengi huko high school nalipa shilingi 500, ambayo ni jambo ambalo linashangaza wengine. Watu wanauliza ati pesa ametoa wapi? Anaweza kuwa labda zile pesa wanatarajia ametoa wapi. Huyu mtu ako na akili nyingi, ako na watu ambao wamemshika mkono na pia wamemsupport. Kile ambacho nafurahia watu kutoka Central Province ni kwamba wakiona na maono pia huona wanainua maono yako. Mimi kwangu mimi am not a Kikuyu, lakini nashukuru Mungu kwamba Wakikuyu pia wamesimama na mimi kwa kiwango kikubwa. Nafikiri kwamba kanisa la kwanza kujengwa lilijengwa na Wakikuyu, na nashukuru Mungu kwamba walisimama na mimi licha kwamba mimi si Mkikuyu, lakini walisimama na mimi 100% na nikajenga lile kanisa. Na nilipokuwa naanza ya huduma walinishika mkono kwa dhati. So Wakikuyu pia wanajua kushika watu wao mikono, na ukiona na maono makubwa pia wana support maono yako. Na niseme kwamba nao, kama kuna mtu yeyote ambaye anaweza shikilia economy ya Kenya na iende vizuri, na nataka watu munielewe, mimi sina ukabila, lakini kama kuna mtu anashikilia economy ya Kenya iende vizuri ni Mkikuyu, kwa sababu Kikuyu akiingia kwa uongozi, zaidi ya kwamba watu wanasemanga Wakikuyu ni wezi ama ni nini, lakini najua kwamba Mkikuyu anajua akili ya kutengeneza, kufanya kitu kionekane kimefanyika. Lakini kuna wengine wale ambao wanasema kwamba Wakikuyu ni wezi, lakini unakuta hakuna chochote anachofanya kinaonekana, yeye ni kupiga mdomo peke yake. Sababu unapoangalia serikali ambayo imeingia sasa hizi, watu ukionyesha watu maendeleo wanafanya ni gani? Ni ya kujenga manyumba peke yake. Na ile manyumba yamejenga peke yake, si wananchi wanafaidika yale manyumba. Ni nyumba ambazo zinafanyishwa biashara. So serikali sasa hizi imefaulu kufanya biashara. Ukiangalia kama sehemu kama za Nairobi county peke yake, angalia na Nairobi county peke yake. Kama kuna kitu ambacho serikali imefaulu kupitia kwa John Sakaja ni kufanya Nairobi kuwa kama slums, kwa sababu ameweka vibanda kila mahali. Nafikiri kama kuna maendeleo ambayo Sakaja ameleta kwa kwa mji wa Nairobi ni kugeuza Nairobi kuwa kama mji wa vibanda. Maana sasa ameweka vibanda kila mahali mpaka hata njia ambazo zinazopita maji amefunga na vibanda. Ndio unakuta hata wakati saizi wakati mafuriko yanakuja, unakuta hata ukiangalia sana kile kitu ambacho mafuriko yanabeba vibanda, na vibanda nyingi ambazo ni zile ambazo zimewekwa na Sakaja. So unakuta kwamba sasa maendeleo ambayo yanafanywa hapa si maendeleo, ni biashara ambayo imekuwa ikifanya. Kwa hivyo naona kwamba serikali hapa bidii yao kubwa ni kufanya biashara, lakini si kusaidia mwananchi. Na unapoangalia mtu kama Nyoro amesaidia watu wa kwake sana, amesaidia masomo sana. Rais alipokuwa kwa Kibaki alisaidia Kenya wananchi watu kusoma, hata wale walikuwa wameshindwa kusoma, elimu ikawa ya bure. Uhuru naye walipokuja na nini hapo wakaondoa pia masomo ya bure, wakaweka masomo ambayo mtu analipia, na unakuta sasa pesa serikali iko na rasilimali mingi sana ya kufanya wanafunzi wasome, lakini masomo sasa yamekuwa kwamba useless. Saa hizi unakuta hata watoto ambao walikuwa wanasoma wengi wako wameshindwa na masomo, wengine wako hata manyumbani. So Ndindi Nyoro amefanya kazi na zimefanya kwamba awe na nguvu nyingi.
mtu anapofanya kazi, ile kazi inamfanya kwamba anakuwa na nguvu nyingi. Na nafikiri Nyoro kwa sasa